Hatukatai gharama za maisha na mafuta zimepanda, lakini nyinyi wamiliki wa magari, hizi gharama hazijapanda kwenu tu, zimepanda kwa kila mwananchi, na haimaanishi kwamba ukimpandishia huyo mwananchi nauli kwamba wewe utakuwa salama. Hautakuwa salama. Unampandishia nauli mama ya sokoni, utaenda sokoni na yeye atakuacha, atakulima vizuri tu. Unampandishia nauli mangi, ukitegemea uje dukani kwake akuchekee, hata kushona. Kwa hiyo mnapopandisha nauli, maana yake mnapandisha gharama za maisha zaidi kuwa magumu. Kwa hiyo sasa tukijiamulia kila mtu akapandisha, huyu akapandisha, huyu akapandisha, mwisho wa siku mtapandisha hadi mashetani. Na nawakumbusha tu, kadri gharama za maisha zinavyozidi kupanda pasipo sababu ya msingi, ndiyo thamani ya fedha yenu inashuka. Utaenda kununua nyanya kwa laki, umelewa manoti ati unaenda kununua nyanya 2 kwa laki. Itafika hiyo siku. Kwa hiyo tunapozungumzia maisha kupanda, hatuzungumzii kwenu nyinyi. Acheni kudeka, acheni kujiendekeza, acheni kututishia mambo ya mgomo. Sisi wenyewe tuko fiti, tukiamua tunatembea kwa miguu. Alafu mkae wewe na migomo yenu, tuone mtakula wapi. Hatukatai kwamba maisha yamepanda, lakini nyinyi mnapandisha mpaka mashetani. Tutaingiza baiskeli mtaani, tutatembea kwa miguu. Siniangalia hivyo mimi wewe. Mafuta tagoma. Gomeni, tutembea kwa miguu.